Karibuni sana KingoFarm, ni kukaribishe kwenye hili darasa la leo ambalo ninataka nikutajie tiba 5 ambazo ni rahisi sana kuzipata. Ninaamini kabisa kwa mazingira yeyote yale au nchi yoyote ile, hizi tiba unaweza ukazipata kwa urahisi kabisa na kwa gharama nafuu. Na kuna tiba nyingine nitakutajia ni bure kabisa ambazo unaweza ukazipata na ukatibia kuku wako vizuri kabisa. Ujue kuna tiba nyingine kuzipata ili uweze kutibia kuku wako, japokuwa zinatibu vizuri sana, lakini upatikanaji wake kidogo ni kipengele sana. Mfano, angalia majani ya magimbi. Majani ya magimbi upatikanaji wake ni mgumu. Ujue hata haya majani ya mpapai kuna baadhi ya sehemu ni mtiti kuyapata. Kuna hili dizipoli, ili hapa pengine kuna watu hata kulijua hawalijui. Kuna haya tikiti maji poli, kuna hii hapa, hii beetroot. Ni vitu ambavyo kuna baadhi ya maeneo kupata kidogo ni vigumu. Kuna vitu vingine mjini vinapatikana kiurahisi, kuna vitu vingine kijijini vinapatikana kiurahisi, lakini mjini havipatikani kiurahisi. Sasa hapa nataka nikutajie vitu ambavyo kote kote vipo na nitakwambia vinatibu nini. Lakini pia unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp. Bwana, uzuri wa kwenye kundi la WhatsApp, kwa mfano kuhusiana na hii mada ya leo hii, unaweza ukapiga simu. Mimi sijui nipo Dar es Salaam, nipo wapi, kuna kitu fulani nakitafuta sikipati. Kwa hiyo sisi tutakwambia bwana, kama upati hicho kitu basi tumia mbadala wake wa kitu hiki. Au ukasema mimi kuna kitu fulani nakiona kwa wingi sana hapa, inaweza ikawa ni tiba ya nini, ukatuonyesha sisi na tukakwambia bwana, hiyo unaweza kutumia kwa kuku kutibia kitu 1 2 3 4, hata kama hujawahi sikia sehemu yoyote hicho kitu kama kinatibu kuku. Kujiunga na kundi letu, ada yake ni shilingi 8,000. Ukilipa hii 8,000 utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi 2. Lakini pia tunavyo hivi vitabu vizuri sana, vinakusaidia sana kupunguza bajeti, kuchanganya chakula na kila kitu. Na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Gharama yake ni shilingi 10,000. Wasiliana na sisi, namba yetu ya simu hiyo hapo, ili uweze kupata hivi vitabu. Tukianza na tiba ya kwanza kabisa ni tangawizi. Uzuri bwana wa tangawizi, hata mimi mwenyewe binafsi sijui inalimweje na inalimwa wapi, lakini maeneo karibia yote, yani maeneo sio karibia, maeneo yote tangawizi inapatikana. Na tangawizi ni muhimu sana. Tangawizi kwanza kabisa inawakinga kuku na magonjwa ambayo yanasababishwa na bakteria pamoja na virusi. Maana yake hapo sasa kushitaja bakteria pamoja na virusi ni karibia magonjwa yote, yawe mafua, ziwe kideri nini, inakinga vizuri kabisa. Na tunatumiaga sana kama mchanganyo kwenye magonjwa mengine, kwa sababu huwa inawafanya tiba nyingine ziweze kufanya kazi vizuri. Kwa mfano, tiba yako labda ni aloe vera, nitakuwa utumia aloe vera, lakini ukiongeza na tangawizi itakwenda kufanya kazi kuhamasisha ile aloe vera iweze kufanya kazi vizuri. Lakini pia inarahisisha mmeng'enyo wa chakula. Kwa mfano, ukichukua hiyo tangawizi ambayo ipo kwenye poda, kwenye unga, ukachanganyia kwenye chakula kwa vipimo sahihi, itawafanya kuku wako waweze kumeng'enya vizuri kile chakula na kuchukua virutubisho vizuri kabisa. Lakini pia mchanganyo wa tangawizi huwa unawasaidia sana kuku kuweza kutaga vizuri na mayai makubwa, mayai ambayo yana ubora. Ni muhimu sana. Lakini pia waga tunatumia, kuna mchanganyo ambao waga unawasaidia sana kuku hao ambao wamevaa makoti kama huyu ambaye unamuona hapa. Huo mchanganyo, moja ya kiungo muhimu sana ni tangawizi. Na tiba ya pili ambayo ipo maeneo yote ni pilipili. Jamani, niambieni ni eneo gani ambalo unaweza ukakosa pilipili? Pilipili ni muhimu sana. Kwanza, pilipili huwa inaongeza joto kwenye mwili wa kuku, na hivyo inachochea, inawasaidia sana pilipili kile kipindi ambacho mnasemaga ni cha baridi, kuku hawatagi vizuri. Endapo unawapa kuku wako ambao wanataga, ambao sasa kipindi kile wanapata shida utagaji mzuri, itawasaidia sana. Na eneo jingine, pilipili pia inatibu mafua. Ni tiba ya mafua nzuri sana, hasa yale mafua ya chafya. Nadhani mnayajua. Kama wewe umeshawahi kupata hiyo shida, basi ungetumia pilipili, angepona mapema. Na yale mafua ndio ni dalili ya mwanzo kabisa. Kama banda lina vumbi sana au linatoa harufu, kuku utakuta wana mafua ya chafya. Ukiwachanganyia pilipili, ukiwapa mchanganyo wa pilipili, inawasaidia sana. Lakini pia inawaboost kuku kama broiler. Kwa mfano, broiler ukiwa unawapa, ila wapatia asubuhi, ukiwapa mchana watateseka sana na joto.
Kuna hii tiba ya mashona nguo. Haya mashona nguo watu waga wanayachukuliaga poa sana, lakini ni tiba moja nzuri sana. Haya mashona nguo hapa kwanza kabisa yanatibu coccidiosis vizuri kabisa. Kama kuku wako wanahara, muhalo ule wa damu ule pale, wanatibu vizuri sana. Kwenye group letu sisi vitu vyote hivyo tunafundisha. Yaani wewe ukijiunga na kundi letu, tutakupa dawa sahihi. Lakini pia haya mashona nguo yanatibu vidonda kama vile vidonda vya ndui. Kwa mfano hivyo hapo na visugua na limau unatibu vizuri. Majogoo hao wakiwapandaga watetea waga wanachubukaga hivi, wanapataga vidonda chini ya mabawa hivi mle wanamojishikiza majogoo. Sasa ukikamua au ukibrendi hii, usiweke wala kwenye maji, chukua ule mchuzi ule pale ukamlie kwenye vile vidonda vile pale, vile vidonda vinawahi kupona vizuri kabisa. Kama tunavyojua vidonda ambavyo vinatokea kwenye ngozi ya kuku kidogo waga vinakuwa na shida ya kupona, na kuna muda mwingine unaweza ukaona kabisa vinasababisha hadi kuku anakuwa anaoza. Sasa hii inatibu vizuri sana, pia ni rahisi sana, inatibu vitu vingi sana. Haya mashona nguo pia unaweza ukayapanda, upandaji wake ni rahisi sana. Unachukua hiyo mbegu yake hiyo hapo unaimwaga, yanaota vizuri kabisa. Wapo watu kwenye kundi waliyapanda haya mashona nguo. Mashona nguo yapo karibia kila sehemu, yani sehemu nyingi sana unakutana na haya majani. Kama ulikuwa hujui mashona nguo ni nini, basi ni hayo ambayo unayaona hapo. Hayo hapo ukiingia na nguo basi waga yanabaki kwenye nguo, ndio maana wanayaita mashona nguo. Tiba nyingine ambayo inapatikana maeneo karibia yote ni mkaa. Nadhani hakuna eneo ambalo hawauzi mkaa, ni labda ni maeneo machache sana. Ukichukua huu mkaa ukautwanga au ukaublend, kama una blender ile ngumu, ukawa katika poda kama hivi, ni tiba nzuri sana, hasa ukiweka kwenye chakula. Sisi pia kanuni zetu, kama utanunua kitabu chetu kwa ajili ya kanuni za kuwapa chakula kuku, huaga tunaweka, yani utakuta kabisa tumekupa kiasi gani. Na tena ni tiba nzuri sana endapo utaandaa mkaa wa vifuu vya nazi kama hivyo hapo ambavyo amefanya. Amechukua vifuu vya nazi, amevichoma hivyo, anavibrendi, anachukua mkaa wake, anawapa kuku au anaweka kwenye chakula. Tunapenda sana kuweka kwenye chakula kwa sababu ukiweka kwenye maji sawa, lakini kwenye maji kidogo kinakuwa kina athari. Kwa hiyo ukikosea tu kidogo, kuku wako wataathirika, kuna madhara watapata. Kuna tiba nyingi sana, lakini hapa ngoja nimalizie na asali. Asali inapatikana maeneo mengi sana. Ukienda supermarket inauzwa, ukipita hata mtaani utakuta wanaiuza. Sasa hii ni tiba nzuri sana kwa kuku. Kwanza kabisa unaweza ukaitumia kama ambavyo waga tunatumiaga glucose. Kuku yoyote yule ambaye labda ameumwa, amekosa nguvu, ukimpa asali kwanza anapata nguvu, na hivyo dawa anaweza akanywa na ikafanya kazi vizuri kabisa. Kama unapokea vifaranga, umesafirisha toka mbali, unawapa kuku wako asali, itawasaidia sana kupata nguvu kuku wako. Kutaga kama wanataga kwa shida, kwa mfano kuna kuku wale ambao waga wanataga mpaka wanapasuka eneo la nyuma, hawana maji ya kutosha, basi asali ndio tiba yao. Ni tiba ambayo inatibu vizuri sana kuku. Jamani, kuna tiba nyingi sana, lakini naomba niishie hapa.